kipindi kinacholetwa kwako na kanisa la Mlima wa Moto Assemblies of God Mikocheni B na Bunju B kupitia mpako mafuta wa Bwana, mchungaji kiongozi Mheshimiwa Daktari Gertrude Rwakatare. Ninakuleta karibu na muujiza wako. Hivi unavyoniona nasikia harufu ya pilau ya harusi yako. Hivi unavyoniona nasikia kilio cha mtoto mchanga katika familia yako. Huu ni wakati wako wa kufunguliwa na vifungo ulivyofungwa kwa jina la Yesu Kristo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, aliye mgonjwa na vunja roho ya magonjwa, pokea afya njema. Mungu wa mbinguni ukaonekane katika jina la Yesu. Tuliza misukosuko, tuliza zoruba katika jina la Yesu. Ukawe na shwari kuu katika jina la Yesu. Wakumbuke ni nusu saa ya faraja pekee na mchungaji kiongozi Mheshimiwa Daktari Mama Gertrude Rwakatare. Karibu katika kipindi ukipendacho cha saa ya faraja, kipindi ambacho kimekuwa baraka kwako wewe mtazamaji, kwangu na hata kwa watazamaji wa mataifa mengine Afrika na duniani kwa ujumla. Kanisani Mlima wa Moto Mikocheni B, maelfu ya watu hudhuria ibada zilizojaa upako na uponyaji usio wa kawaida. Pia wageni mbalimbali huhudhuria ibada za Mlima wa Moto. Haijalishi uko wapi ndugu yangu, karibu nawe kanisani Mlima wa Moto Jumapili hii upokee baraka zako kupitia mchungaji kiongozi Mheshimiwa Mama Gertrude Rwakatare na pia jopo la wachungaji wa kanisani Mlima wa Moto. Ubarikiwe na Bwana, ubarikiwe na cheo, ubarikiwe na mtaji, ubarikiwe na Bwana, ubarikiwe. Tupa baraka, ubarikiwe na Bwana, ubarikiwe na Bwana. Hakika kanisa la Mlima wa Moto limekuwa baraka si hapa Tanzania tu, hata nje ya mipaka ya Tanzania. Mchungaji kiongozi mpako mafuta mbeba maono wa kanisa la Mlima wa Moto amekuwa akipata mialiko mbalimbali, na kwa kweli Mungu amekuwa akijitukuza kupitia yeye kwa upako usio wa kawaida. Mchungaji kiongozi mbeba maono wa kanisa la Mlima wa Moto, Askofu Mheshimiwa Daktari Mama Gertrude Rwakatare, toka katika miaka 80 alipoanza huduma hii, hakika maelfu ni mashuhuda wa miujiza, uponyaji, na wengi wamefunguliwa kupitia ama maombezi ya mmoja mmoja au kupitia redio ya Praise Power 99.3 FM, na kudhihirisha kuwa huduma hii ya Mlima wa Moto ni moto usiozimika. Hebu nikuletee kwa ufupi. Hii ilikuwa ni katika miaka 90 ambapo mbeba maono wa kanisa la Mlima wa Moto alikuwa na maono juu ya kuwainua wanawake kiuchumi. Katika kazi ya Mungu. Ukiangalia makanisa mbalimbali, robo tatu imejaa wanawake. Robo tatu ya kila kanisa la kila dhehebu wamejaa wanawake. Wana moyo wazi, wana moyo wa kujitoa, wana moyo wa kupenda kumtumikia Mungu. Kwa hiyo ni vizuri, na vile vile Mungu alimchagua mwanamke kumshirikisha katika kazi ya kuzaa watoto. Kwa maana ndio mwanamke ana huruma. Amezidishia huruma ya ajabu. Akasema mimi nitafanya kazi na mwanamke katika kuleta kazi ya kuzalisha watoto. Mwanamke ni kiungo kikubwa hata mbele za Mungu. Yeye mwenyewe akisha kuumba kazi zake zote akasema hapana, huyu Adamu hana furaha. Angalia, nimempelekea tembo, nimempelekea simba, nimempelekea nyoka afurahii, lakini wacha nimpe mtu wa kufanana naye. Kuongea kwa Adamu kulianza kusherehekea kuumbwa. Kuhubiri kwa Adamu kulianza kusherehekea kuumbwa. Alipomletea akamwangalia akatabasamu akafurahi, wakakumbatiana akapata furaha. Akasema kweli huyu ni mfupa katika mfupa wangu, nyama katika nyama yangu.
kanisa la Mlima wa Moto ilivyo moto, na hakika hata shetani anajua kuwa kuna mtumishi wa Mungu ambaye Mungu humtumia kuwafungua watu na kuwafanya kwa huru tena. Na hii ndio maana hata hapa jopo la wachungaji wa Mlima wa Moto bado hata sasa ni moto na wana ujumbe mzuri kwako. Hebu msikilize mama mchungaji, mama Mheshimiwa Mgeta akikuletea somo zuri la kile ulichokipoteza utakipata tena. Lakini kwanza hebu sikiliza shuhuda hizi. Bwana asifiwe sana. Nimebarikiwa sana ndani ya ibada hii. Bwana Yesu asifiwe. Mimi wanaishi mbali kidogo, labda niseme nje ya nchi. Hapa kweli pana mambo na matendo makuu sana ya Bwana pamoja na miujiza jamani. Mchungaji labda tulianza naye pale Kinondoni B Assemblies of God. Hasa mwenzangu namuona amepanda juu sana. Nini kimetokea? Jana nilikuwa kazini lakini kidogo na gout siku nyingi sana. Lakini jana nilipotoka kazini mguu ukawa unaniuma sana. Sasa naamka asubuhi yote miwili haifanyi kazi. Haifanyi kazi. Lakini bahati nzuri na pikipiki ya kisasa ambayo inafanya kazi kama simu. Sasa nikaipanda hiyo pikipiki niende kazini asubuhi kwa ajili ya kuchukua makaratasi ya matangazo. Nimepanda kwenye pikipiki na iendesha. Bado nimekuta kwamba siwezi kuteremka kwenye pikipiki, bali siwezi kutembea. Lakini baadaye kwanza ile asubuhi kabla sijaamka nimesikia kwenye kipindi fulani cha redio wanatangaza kuhusu masuala ya Mlima wa Moto. Nikakuta mbona mimi nina moto kwenye miguu yangu? Unasikia moto kwenye miguu yako? Nikasema sasa nenda ofisini nikaage kule kwa wale wakubwa zangu ili niweze kuja hapa. Sasa wakati niko njiani nikuta miguu imekuwa kama zaidi ya siwezi kutembea tena. Lakini naendesha ile pikipiki ya miguu mitatu. Basi baadaye nimekwenda pa ofisini nikaaga nikapita Mikocheni kaja moja kwa moja hapa Mlima wa Moto na hiyo pikipiki ya miguu mitatu. Lakini kutoka kwenye kibajaji hiki kuja humo ndani sitaweza. Siwezi. Wakakwambia ni rahisi. Akaniambia hamna shida. Akachukua wenzie kama 4 hivi. Kwa sababu kidogo kilo ziko nyingi. Naziona. Wakanibeba. Wakanibeba kutoka kule mpaka hapa ndani. Sasa nitoka utoto wangu sijai kubebwa nikiwa mkubwa, sasa nimebaki na shangaa. Ukajiuliza imekuwaje? Nimekaa mlangoni pale kwa muda wote mpaka mambo yamekwisha hapa. Sasa mmeanza kutoka haya maombi ya sasa hivi ndio nikaona muda wangu. Ndio wenyewe ndio jamaa amenitoa pale wamenileta hapa kunibeba hivyo hivyo mpaka hapa. Kwa sasa najisikia nafuu na maana biashara yangu itaendelea kuipanda. Miguu yako sasa hivi imeachia. Kwa nini usimpe Yehova makofi na vigelegele? Mungu amenifuta machozi. Mungu wa Mama Rwakatare amenitendea. Mungu amenifunika na aibu mimi. Niseme nini juu ya Mungu anayeabudiwa mahali hapa jamani? Hakika Mungu yupo wapendwa. Mungu amenitendea tena. Mungu amenikumbuka, amenipa mtoto wa kike Abigail. Kwa kweli ninashindwa kusema nimrudishie nini Mungu. Kutoka Mungu amebadilisha jina langu. Nilikuwa naitwa mwanamke yule tasa. Lakini sasa hivi mimi nimekuwa ni mama wa watoto wengi. Mungu hakika. Nashukuru sana kwa madhabahu hii, kwa maombi ya mama wa askofu. Aliniombea, alinishika mkono, akasema jitie moyo. Jamani, ninawashukuru kanisa zima. Wamama wa kanisa hili mna upendo. Nashukuru mafundisho mimi ya kanisa hili. Kama sio mafundisho mahali hapa, mimi sijui ningelikuwa wapi jamani. Nisingelikuwa mahali hapa, nisingekuwa nasherehekea, labda ningechanganyikiwa. Lakini kila nilipofika mahali hapa, hata nikija na huzuni kiasi gani, walinitia moyo. Mama anasema pokea watoto, na mimi nasema napokea watoto. Naondoka na watoto. Nawaita majina kwa imani, tunawaita majina watoto wangu. Kweli ndio wao nimeanza kuwaita majina na bado wanaendelea wengine na wengine na wengine. Baba katika jina la Yesu. Umesema melaaniwa ategemea. Haya ndio mambo ya Mlima wa Moto wapendwa. Na ndio maana mchungaji kiongozi mbeba maono wa kanisa la Mlima wa Moto hapa anasema, leo naona ni siku ya kufunguliwa kwako. Nimemwona Yesu mtenda miujiza akishuka. Mki. Haleluya. Pokea baraka zako. Pokea uponyaji wako. Mungu akuguse leo kwa jina la Yesu. Na sasa moja kwa moja kwa mchungaji mama Mheshimiwa Mgeta na pia
utapata msisitizo wa neno kutoka kwa mchungaji Kristo Kyando na kufunga na maombi kutoka kwa mchungaji msaidizi Noah Lukumae. Kaa nasi hapa hapa katika saa ya faraja. Ningependa nikusalimie kwenye kitabu cha Isaya sura ya 26 mstari wa 3. Isaya sura ya 26 mstari wa 3, Biblia inasema, utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani kamilifu, kwa kuwa ana kutumaini. Bwana asifiwe sana. Bwana anasema utamlinda yeye ambaye moyo wake umekutegemea katika amani timilifu. Bwana asifiwe sana. Watu wa dunia wanaweza kuwa na amani kwa sababu mtu ana biashara kubwa inakwenda vizuri. Mtu wa dunia anaweza kuwa na amani kwa sababu ana cheo kizuri, akaunti yake benki ina pesa nyingi. Lakini amani ya watu wa Mungu inapatikana kwa Mungu. Bwana asifiwe. Haijalishi unaishi nyumba ya nyasi, haijalishi unaishi nyumba ya kupanga, haijalishi hujavaa suti, amani ya Mungu ikitawala kwenye moyo wa mwanamke, kwenye moyo wa mwanamume, hapo ndiyo amani ya kweli. Mpigie Yesu makofi yanayostahili. Bwana asifiwe. Anasema atamlinda yeye ambaye moyo wake umemtegemea. Moyo. Bwana asifiwe. Wapendwa, moyo wa mtu ukimtegemea Mungu hana majungu kanisani. Mtumishi wa Bwana akasema tuko kwenye foleni. Bwana asifiwe. Mtu wa Mungu, moyo wako ukimtegemea Mungu hutatikiswa na jambo lolote. Haijalishi unaishi maisha gani, unalindwa. Nikipita Kariakoo, mtaa wa Kongo, najua ninalindwa. Yako majeshi nyuma yangu. Nikipita mtaa niko Manzese, najua ninalindwa. Mpendwa, unalindwa. Jamani, tunalindwa. Wapendwa, tunalindwa na nguvu za Bwana kwa njia ya imani. Watu wengine wameweka mitambo KK security. Nani wengine unawajua taje huko, lakini ile mitambo kuna wakati inafeli na wezi wanaingia, lakini anayelindwa na Jehova. Majeshi ya Bwana hayasinzii. Majeshi ya Bwana wakati wote yako yanaangalia, yanamlinda mteule, maana moyo wake umemtegemea Mungu. Mtu wa Mungu, unamtegemea nani asubuhi ya leo? Wako waliotegemea waume zao wakawaacha, ikawa ni ole. Wako waliotegemea kazi zao zikaisha, ikawa ni ole. Asubuhi ya leo Bwana anasema atamlinda yeye ambaye moyo umemtegemea yeye. Mtegemee Mungu mama. Binti, mtegemee Mungu. Kijana, mtegemee Mungu. Mama, mtegemee Mungu. Mpigie Yesu makofi ya shangwe na vigelegele. Haleluya. Asante. Faraja kutoka Mlima wa Moto, Mikocheni B Assemblies of God. Ni kipindi muhimu cha kushusha uwepo wa Mungu ili aweze kutawala mahali hapa. My God, my God. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu anza kuponya watu hawa. Asante Yesu. Hawa watu wanahitaji uponyaji Jehova. Ndio, ni moto, moto, moto usiozimika. Hapa hapa utapata miujiza kibao. Muda mrefu nilikuwa nikiomba Mungu anipe mtoto kwa muda mrefu kama miaka 5. Lazima mchezee Mungu, siku ikifika umudai Mungu, mkamate mashati. Mwambie Mungu nikumbuke. Mungu amenikumbuka. Nashinda hata nianzie kutoa shukrani ni sehemu gani, maana yani sielewi nianzie kutaja kitu gani ambacho Mungu amenitendea katika kanisa hili. Kwa kweli Mungu anainua kupitia madhabahu hii. Nimemuona Mungu. Nikasema hivi, lazima niende Mlima wa Moto.
Je, ni jambo lipi lililogumu kwako? Kwani ni jambo lipilo yeye asiloliweza. Usikose kuhudhuria ibada za Mlima wa Moto Jumapili hii katika ibada ya maombi ya hatari kanisani Mlima wa Moto Mikocheni B na Bunju B. Mnenaji mkuu ni askofu mchungaji kiongozi Daktari Mama Gertrude Rwakatare. Isaya 54:14 mpaka 17 nasema utathibitika katika haki, utakuwa mbali na kuonewa. Kila silaha itakayoinuka juu yako haitafanikiwa kabisa. Akishirikiana na jopo la wachungaji wa Mlima wa Moto Mikocheni B Assemblies of God. Maana Yesu Kristo anasema ya kale yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Kwa hiyo mtumishi wa Mungu anaposimama hapa madhabahuni akasema kwa jina la Yesu umefunguliwa kweli kweli. Lakini Yesu ameweka wazi akasema wote waende pembeni, lakini anayetaka kumfuata Yesu aachilie vitu vya dunia, alafu achukue msalaba amfuate huyu Yesu asiyegeuka. Fika kanisani Mlima wa Moto Jumapili hii katika ibada za maombi ya hatari ili upate maombezi ya uponyaji mkuu. Njoo ili upate maombezi haya na kufunguliwa tena katika biashara yako, upate kufunguliwa katika ndoa yako, upate kufunguliwa katika elimu yako, na upate kufunguliwa katika mahusiano yako. Maelfu wamefunguliwa na sasa wako huru kwa jina la Yesu Kristo. Kupitia madhabahu hii nilikuja zero, lakini nimemwona Mungu akinitia nguvu, akiniwezesha mpaka watu wanashangaa. Na mimi kwa baraka za Mikocheni nimemwona Mungu kupitia madhabahu hii hapa. Mimi tangu nije hapa Mlima wa Moto nina mwezi mmoja, lakini nimemwona Mungu. Nikasema hivi, lazima niende Mlima wa Moto. Njoo, kwani hii ni zamu yako kuombewa katika maombezi haya ya hatari na lile gumu maishani mwako kupata kibali kutoka kwa Mungu mwenyewe. Fika kanisani Mlima wa Moto Mikocheni B na Bunju B ili kupata maombezi haya, upate kufunguliwa katika baraka zako. Nyanyuka mahali ulipo, nyanyuka mahali ulipo. Simama mahali ulipo, simama mahali ulipo. Haleluya, nyosha mkono mmoja juu na wa pili kisha gonganisha juu, mshukuru Mungu kwa makofi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, piga kelele zingine kwa Yesu. Haleluya. Tangu asubuhi mchungaji ametangaza leo lazima shetani aipate, sema shetani apigwe. Sema Yesu anaweza. Amen. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akubariki, unaweza kukaa. Haleluya, Mungu akubariki. Amen. Naomba tuombe. Libarikiwe jina lako Mungu katika jina la Yesu. Ninakushukuru kwa ajili ya mchana njema. Asante kwa ajili ya watu wako. Roho Mtakatifu karibu uwe pamoja na sisi katika ibada njema ya watu kufunguliwa. Katika jina la Yesu Kristo kanisa sema amen. Amen. Kwa wale wanaoandika, andika kile ambacho umekuwa ukikingojea, sema nitakipata tena, sema nitakipata tena. Hicho ndio kichwa cha habari. Kama ni kazi andika pale hapo nitaipata tena. Kama ni mtoto andika nitampata tena. Yaani kichwa cha somo ni sawa na lile hitaji ulilo nalo lililokuleta hapa kanisani. Kama ni kuolewa waambie, kama ulikuwa umeachika waambie nitarudiwa tena. Kama ni mchumba alikuwa umekuacha mwambie nitampata mchumba mwingine tena. Hilo ndio somo la mchana wa leo. Mambo yetu yatakuwa mazuri tena. Na kwa sababu ni tamasha la maombezi, baada ya maombezi haya kila mtu atapata jambo lake tena. Kama alivyoshuhudia mapema hapa, na mimi nimemwona Mungu wa mahali hapa na Mungu anayetembea ambaye amemtendea mtumishi wa Mungu
Fani Mgila, na mimi nimemwona Mungu mahali hapa. Mungu akubariki sana dada yetu. Bwana atatenda tena, sema amen. Kwa hiyo wanaoandika andika, mambo yatakuwa mazuri tena. Tutakuwa na muhtasari, nitasema kwa muhtasari matukio kama 7 hivi ya kibiblia kwa muhtasari. Kwa sababu ya muda nitasema matukio kama 7 ya kibiblia kwa muhtasari, ili ujue kwamba Mungu atakurudia tena, sema amen. Unachotakiwa kujua, ujue kwamba Bwana atakurudia tena. Hebu tuanze na kitabu cha Yoeli sura ya 2 mstari wa 25. Kama unalipenda neno hili na kama unataka liwe la kwako, mpigie Yesu Kristo makofi. Bwana anasema atairudisha ile miaka iliyokuwa imetafunwa na madumadu na parare na tunutu. Mungu anasema atarudisha ile miaka ambayo shetani alikuwa amekuonea akakuweka mahali ambapo hukustahili kuwa. Mungu anasema atairudisha ile miaka wakati ule ulipokuwa na furaha yako ya awali. Mungu anasema atarudisha ule wakati biashara yako imechanua na wewe unajisifia mbele za watu kwa utukufu wa Mungu. Mungu anasema atairudisha ile miaka wakati unaandikiana message na rafiki yako kijua mambo yataenda kuwa sawasawa baada ya muda mfupi. Mungu anasema atairudisha ile miaka wakati ndoa yenu ilipokuwa ina furaha, imechangamka, mnacheka, mnafurahi. Mungu anasema atairudisha ile miaka, sema amen. Na kwa sababu Mungu ni mwaminifu, na kwa sababu akisema amesema, yeye huwa hakatishi. Anasema katika Malaki 3:6 yeye kwamba yeye si Mungu, yeye si mwanadamu hata awe na kigeugeu. Anasema yeye hana kigeugeu. Ndio maana wamekutangazia mapema, maadamu uko katika madhabahu ya mlima wa moto, ukae salama, maana hakuna chuma hata kimoja kitakachopotea, vitakavyozama vitaelea, sema amen. Hawajanielewa wateule wa Mungu. Nimesema hakuna chuma kitakachopotea maadamu uko katika madhabahu ya mlima wa moto, na watumishi wa Mungu wapo wakiongozwa na jemedari wetu Askofu Dr. Getro Katare. Chochote kilichopotea kitaelea, sema amen. Kilichotokea ni kwamba wakamwambia Elisha, watumishi wa Mungu wa panic. Hakuna mtumishi anaye panic. Hata sisi hatuna mpango wa kupanic, maana kama ni mapepo tuna uwezo wa kuyapiga, sema shetani apigwe. Kama ni majini tuna uwezo wa kuyakanyaga, sema shetani apigwe. Kama ni magonjwa tuna uwezo wa kuponya kwa jina la Yesu, sema shetani apigwe. Kwa hiyo hatuna wasiwasi wowote. Haleluya. Unaweza kawa ulikuwa na jambo jema, unawezekana ulikuwa na kusudi jema, inawezekana ulimsaidia mtu kwa kusudi jema, inawezekana mambo yako yalikuwa tu kwa kusudi jema, lakini shetani huwa anapenda kuingia katikati ya kusudi jema, kama ambavyo tumejifunza Sunday school asubuhi, ili aharibu kusudi jema la Mungu. Lakini nataka nikwambie mchana wa leo, kusudi la Mungu haliwezi likaharibika. Wakati kile chuma kilipokuwa kimezama, kazi bado itaendelea. Kazi lazima iendelee. Kwanza chuma kikaelea, alafu wakaendelea kumtumikia Bwana, wakaendelea kukata miti, kazi ikaendelea. Nimesema mlima wa moto tutaendelea. Shetani atake asitake, sisi tunasonga mbele katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu mambo yetu yatanyoka. Hawajanielewa? Mambo yetu yatanyoka, mambo yetu yatarudi, biashara zetu zitakuwa nzuri, akina mama wasiozaa watazaa, wadada waliopoteza wachumba watawapata, ndoa zilizoharibika zitarejea amani. Pigie Yesu Kristo makofi, kwa sababu yeye ni Bwana. Baada ya tamasha hili la maombi, yeye ni mwaminifu. Kama chuma kilielea, biashara yako itaelea. Kama chuma kilielea, mchumba wako atarudi. Kama hataki utampata mwingine. Kama chuma kilielea, nakwambia kazi itarejea tena. Kama chuma kilielea, watakuita tena kwenye interview. Kama chuma kilielea, mume wako atakutafuta tena, maana Mungu ana nguvu za ajabu, sema amen.
wanachoshika kinakufa, kwa sababu wamekuzika. Lakini leo natangaza habari za kufufuliwa kwako. Natangaza habari za kufufuliwa kwako. Inua mikono yako juu, sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Yeyote aliyeshika jina langu, Yeyote aliyeshika jina langu, kwenye makaburi yoyote, kwenye makaburi yoyote, naita mlipuko wa moto. naita mlipuko wa moto. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuna wengine wametumiwa pepo kifafa. Pepo ni roho yoyote inayoweza kukuvamia ikakuteka, lakini Yesu anapopita, hata kama kuna pepo la ukoo lazima liondoke. Kama ni wewe sema amen. Amen. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pepo lolote linalotumia wanyama wowote, nataka kusema hiyo. Unaweza shetani akatumia paka, anaweza akatumia chura, anaweza atumie nyoka, anaweza atumie mende, anaweza atumie panya, kwa sababu ni roho. Kuna mtoto amekaa anamtuma njiwa, nenda pale, ukimkuta yule pita juu yake, anakuwa mwenda wazimu. Leo biashara za wachawi tunaziharibu. Yes. Leo biashara za wachawi tunaziharibu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila pepo lolote ambalo limejificha kwenye nyumba yangu, kwenye maisha yangu, wewe pepo la makaburini, uniachie. Kwa jina la Yesu. Pepo la makaburi, toka. Achia maisha yangu, achia kazi yangu, achia ndoa yangu, kwa jina la Yesu.